Bana, kwenye masuala ya sajili hapa ndiko ambako nahitaji tujikite kwa hivi sasa, kutokana na kile ambacho kimekuwa kikiendelea kwenye ardhi ya Tanzania. Kumbuka dirisha kubwa la usajili linakaribia pia kufunguliwa. Dirisha kubwa la usajili linakaribia kufunguliwa, ikiwa imebaki miezi michache tu, ambapo kwa upande wa mwezi wa sita ndipo mara nyingi tumekuwa tukishuhudia dirisha kubwa la usajili likifunguliwa. Na kumbuka huu ni mwezi wa 4, leo ni tarehe 16, hivyo imebaki kidogo tu kuweza kumaliza msimu wa mwaka 2025-26 kunako ligi kuu Tanzania bara. Sasa vilabu mbalimbali tayari vimeanza kujipambanua kwa ajili ya kuhakikisha kwamba msimu ujao wa mwaka 2026-27 basi unakuwa bora sana na vikosi vyao vinakuwa ni bora. Sasa kuna mambo kadha ambayo pia tumekuwa tukiona, lakini pia kuna wachezaji ambao wamekuwa wakihusishwa kwenye vilabu vikubwa vya Kariakoo. Bana, kuna penyenye moja ambayo imeendelea kwa siku za karibuni. Hizi tetesi zimekuwa ni kubwa mno, nikasema sio kesi niji hapa kuweza kuweka wazi. Kwa upande wa wananchi Young Africans, moja kati ya timu ambayo imekuwa bora sana kuwasajili wachezaji ambao ni bora kwa siku za karibuni, na hatimaye wamekuwa wakifanya vizuri kwenye ligi kuu Tanzania bara na kimataifa pia. Kwa siku za karibuni, miaka karibuni, tumeona namna ambavyo wamekuwa wakifanya vizuri mpaka kusogea mpaka nafasi ya 10 katika renki za kafu. Si jambo jepesi kutokana na mahali ambapo Young Africans walikuwa wapo 70 huko plus, na hatimaye kwa hivi sasa wamesogea mpaka kwenye nafasi ya 10. So jambo jepesi. Yote hii inatokana na uwekezaji mkubwa ambao umefanywa kwenye kikosi cha Young Africans na wachezaji bora ambao wamekuwa wakiwasajili. Sasa kuna mchezaji ambaye amekuwa akihusishwa kwa asilimia kubwa kutua kwenye kikosi hicho cha wananchi Young Africans, ambaye huyu mwamba yuko pale kwenye kikosi cha Waarabu weusi, nikiwa nazungumzia Al Hilal Omdurman ya Sudani. Sasa ni moja kati ya usajili ambao kama endapo Young Africans labda kama wangefanikiwa kuweza kumpata, ungeza kuwasaidia kwa asilimia kubwa, kutokana na namna ambavyo Young Africans wanaonekana kuwa na tatizo kwenye eneo la wings. Mawinga wa pembeni kwao imekuwa ni changamoto. Sasa upande wa pembeni wa Young Africans wanahitaji winga mwenye uwezo mkubwa zaidi, mwenye uwezo wa kukimbia pembeni, kitu ambacho pia kwa upande wa Celestine Ekua ambaye alisajiliwa kwenye ile eneo ilionekana pia kumshinda na hatimaye akatolewa kwa mkopo. Sasa kuna jina ambalo limekuwa likisumbua sana siku 2-3 hizi, hususan pia kwenye mitandao ya kijamii. Ukipita unaona jina lake, namna ambavyo wamekuwa wakimhusisha mchezaji na Young Africans. Huyu winga anavaa jezi nambari 7 pale kwenye kikosi cha Al Hilal Omdurman. Omdurman itakuwa imekaa vizuri zaidi. Sasa huyu mwamba ni nani? Anaitwa Jean Claude Girumugisha, ni raia wa Burundi. Huyu mwamba ana mkataba wa miaka 3 bado anao, manake alisaini mkataba mrefu mpaka mwaka 2029. Sasa ndugu yangu, mimi nikuambie kwamba nikumbushe, wakati mnamhusisha mchezaji na Young Africans, watu wakumbuke kwamba ana mkataba na Al Hilal Omdurman mpaka mwaka 2029. Hili kwanza watu wanapaswa kulijua. Kuna mtu anaweza akaanza kusema kwamba ndio, kwani kuvunjwa mkataba au vunjiki? Ndio, ni kweli unaweza ukavunja mkataba, na Young Africans wamekuwa wakifanya hivyo kwa siku za karibuni, lakini tunakuja ni kiasi gani cha fedha ambacho kinapaswa pia kutolewa ili uweze kuvunja mkataba wa Girumugisha pale kwenye kikosi cha Al Hilal Omdurman. Hapa ndio tatizo ilipo, kwamba huyu mwamba kitita kirefu ndicho ambacho kinahitajika. Thamani yake kiuhalisia ni takriban bilioni 1 yani kwa nazungumzia bilioni 2 yani hizi ni kwa ajili ya kuvunja tu mkataba. Je, Young Africans wapo tayari kwenda kuvunja mkataba wa bilioni 1.2
ili kuweza kumpata huyu mchezaji Jean Claude Gurumugisha ama pengine watakubali kusarenda. Ili ni jambo ambalo pia kila mmoja anapaswa kujiuliza. Lakini ukiachilia mbali na hilo, hii hapa tumezungumza tu kuhusiana na swala zima la kusaini la kuvunja mkataba. Lakini vipi kwenye kusaini mkataba? Hii ni hela nyingine tena. Je, Young Africans watakuwa wako tayari kutoa pesa ndefu kwa ajili ya kumsajili huyu mwamba? Haya ni maswali ambayo tunaweza kusema kwamba kwenye ligi ipi anakuja, ligi hii ya Bongo, na faida gani hiyo klabu ambayo inapata kubwa kiasi kwamba wanaweza wakamiliki mchezaji wa namna hiyo? Manake ukichanganya pamoja na sign hapo inazidi zaidi ya shilingi bilioni 2 Hii ni kwa haraka, japokuwa kuna mengi ambayo yamekuwa akizungumza kwamba thamani yake ni bilioni 10. Zote hizo naona ni porojo, lakini thamani yake kiuhalisia kuvunja mkataba ni bilioni 1.3. Lakini kuna thamani pia mchezaji kuweza kumsainisha. Hili ni jambo ambalo ni gumu sana kwa upande wa wananchi Young Africans kuweza kumpata mchezaji huyu. Pengine Azam labda wanaweza wakajitutumua kutokana na matajiri hao wa ardhi ya Tanzania. Tumeona wanamiliki kocha ambaye ni gali kweli, Florent Ibenge, kocha mwenye rekodi kubwa barani Afrika, na uzuri ni kwamba Ibenge pamoja na huyu mchezaji wanajuana vizuri. Labda pengine lolote linaweza likatokea, lakini kwa upande wa huyu mchezaji kuja kwenye kikosi cha Simba ama Yanga, mimi naona bado hivi vilabu havijawa na ubavuo wa kuweza kumchukua huyu mchezaji. Lakini kama hiyo itoshi, mshahara wa huyu mchezaji pale kwenye kikosi cha Al Hilal Omdurman analipwa milioni 120 kwa mwezi. Vipi mchezaji gani hapa Bongo alau analipwa milioni 90 ama milioni 80 kwa mwezi? Ndugu yangu, jaribu kufikiri kwanza na kutafakari. Ukweli ni kwamba kwa upande wa huyu mchezaji Jean Claude Gurumugisha, raia wa Burundi, ni ngumu sana kwa upande wa vilabu vya Kariakoo kuweza kupata hii mali, kwa sababu yuko kwenye klabu ambayo yenye fedha, klabu ambayo inatumia fedha nyingi, klabu ambayo imekuwa ikisajili wachezaji ambao ni bora, lakini pia klabu ambayo imekuwa ikiwalipa wachezaji wake vizuri kabisa. Je, Young Africans wataweza kufanya hivyo? Jambo ni gumu haswa kumpata huyu mchezaji. Kiukweli kwangu mimi naona kwamba si kazi rahisi hata kidogo, na ukweli ni kwamba ni mchezaji ambaye ni mzuri, winga kweli, na umri wake pia bado mdogo, ana umri wa miaka 21 tu pekee. Lakini kama hiyo itoshi, amekuwa na msimu bora kweli, amecheza mechi takriban 21, amehusika pia kwenye mabao takriban pia 21. Kahusika kwenye mabao 21 katika michezo 21. Mwamba amefunga mabao takribani 11 huku akiwa na asisti 10, kiwango bora kweli ambacho amekuwa nacho. Sasa ni moja kati ya mchezaji ambaye ukimwangalia kabisa unaona kwamba ni vigumu kwa timu kama Young Africans kwa hivi sasa kuweza kumiliki kulingana na mazingira pia ya ligi yetu, lakini vigumu pia kwa timu hata kama Simba kuweza kumiliki huyu mwamba. Ukweli ni kwamba mwamba anaupiga kweli, na ni winga wa kisasa, amekuwa akifunga, akiasisti vizuri, ana uwezo wa kufanya pia mabeki wakafanya makosa. Kwa hiyo ni moja kati ya mchezaji ambaye ana uwezo mkubwa wa kucheza klabu yoyote hapa barani Afrika na hatimaye akafanya makubwa haswa. Bana, shukrani sana kwa kufuatilia Gift Online TV. Eric Keman, referee mwenye beji ya FIFA, dola kwangu jina.